Filamu inaanza na mama pamoja na mtoto. Mtoto baada ya Sara akamuuliza mama yake kwamba kumwombea yeye kama mama pamoja na bibi yake maombi yake yatapokelewa. Mtoto ameuliza kwa sababu hajawahi kabisa kumfahamu baba yake ni nani na yuko wapi. Sasa huyu mtoto anaitwa Fea na mama yake anaitwa Alia. Bibi yake Fea yeye anauza mgahawa mmoja mkubwa sana hapa na ni mpishi mzuri mno. Ni familia inayoonekana ina upendo mkubwa sana. Haya ndio maisha yao ya kila siku. Siku moja Alia akiwa anajiandaa kwa ajili ya kwenda mishemishe zake akawa amepokea simu kutoka kwa rafiki yake akamjulisha kwamba mjomba Gideon amefariki dunia. Binti akawa ameshtuka sana na akawa amepanga kwamba akimaliza shughuli zake ataenda kwenye mazishi. Sasa akiwa hapo mara akasikia kelele jikoni. Baada ya kufika huko wakamkuta mtoto kwa bahati mbaya ameungua kwa sababu alikuwa anajifunza kupika. Ndio kitu anachokipenda sana huyu binti, licha ya kwamba aliona video kwenye TikTok. Bibi yake akawa amemzuia kwa kumkemea, akamwambia kwamba wewe bado mtoto mdogo. Fea akalalamika sana kwa mama yake kuhusiana na kauli hii, akamwambia kwamba bibi yake anamkaripia sana, lakini Alia akajaribu kumtuliza mtoto. Baada ya muda akampeleka mtoto shuleni. Mwalimu akawa ametangaza kwamba kutakuwa kuna maonyesho makubwa sana ya kusaka vipaji baina ya hawa watoto. Fea akasema kwamba anataka kuonyesha kipaji chake cha kupika, lakini kuna mtoto mwenzake hapa akawa na mzi yake akionyesha kwamba Fea hawezi kufanya lolote. Kwanza baba yake hajawahi kujulikana ni nani, kwani hauna baba? Mtoto akasema kwamba baba yupo na amefichwa kutokana na watu wenye midomo michafu kama wewe. Basi binti alisema hii ni kama utani tu, kwa sababu watoto walikuwa wanataniana, lakini mara nyingi walikuwa wakimtania huyu binti kuhusiana na baba yake, kwa sababu walikuwa wanamuona mama yake ndio alikuwa anamleta na alikuwa anakuja kumchukua shuleni. Upande wa mwanadada Alia alikuwa na huzuni sana. Huyu mshikaji anaitwa Fadil, yeye ndio mpenzi wa huyu binti. Binti akawa amemjulisha kwamba mjomba Gideon amefariki dunia. Sasa huyu jamaa akawa amependekeza kwamba atamsindikiza mpenzi wake mpaka katika mazishi. Alia alipotoka hapo akaenda kumchukua mtoto wake shuleni, japo akakuta kuna ugomvi mkubwa sana baina ya Fea pamoja na Biru. Yaani hawajawahi kabisa kukaa sahani moja, wasigombana hawa watoto. Sasa Biru anarusha maneno kwa sababu yeye yuko na baba yake, lakini hawajawahi kabisa kumuona baba yake Fea hapa. Sasa mwalimu akawa amewapatanisha hawa watoto. Watoto wakawa wameombana msamaha hapo na maisha mengine yakaendelea. Ni watoto hawa. Walipotoka hapo moja kwa moja wakaenda katika mazishi ya mjomba Gideon. Baada ya kufika hapa hawakuungana kabisa na watu waliokuwa wamefiwa eneo hili. Sasa hapa kwenye mazishi kuna kijana mmoja anaitwa Beni. Aliyefariki ndio baba yake mzazi. Alia hakutaka kabisa kukutana na Beni. Kwa bahati nzuri Fadili alikuwa hapo, hivyo akawa ameondoka hapo. Mtoto akiwa ndani ya gari akawa muuliza, yule mwanaume ni nani? Mbona alikuwa anatuangalia hivyo? Sasa kuna nini kilichofichwa hapa? Simulizi zinarudi nyuma, zinaonyesha kwamba Alia alikuwa anampenda sana Beni, walikuwa katika mahusiano makubwa, na mara nyingi alipokuwa akienda kuonana na Beni alikuwa anamdanganya mama yake. Kwa nini? Ni kwa sababu mama yake hakuridhia kabisa haya mahusiano yao, kwa sababu tu ni utofauti wa dini zao. Sasa hem, turudi kwa Beni. Alipokuwa ndani akawa anashangaa baada ya kumuona Alia akiwa na mtoto mdogo. Hakuwa ametarajia kabisa kuona jambo hili. Wakati anatazama picha za zamani za uhusiano wao, akawa amepata mkufu ambao walipeana kama zawadi na mpenzi Alia. Sasa huu mkufu wa design hii alimuona yule mtoto alipokuja katika mazishi alikuwa ameuvaa. Sasa kwa sababu Fea alifika pale akiwa amevaa nguo za shule, Beni akawa amefahamu sehemu ambapo mtoto anasoma. Kesho yake akaamua kwenda katika shule hiyo ili kwenda kufuatilia zaidi. Baada ya kutoka hapo akaenda mpaka katika mgao wa mama yake Alia. Akiwa hapo mtoto Fea akawa amemhudumia tu Beni kama mteja mwingine, na alikuwa ni mtoto mwenye akili, ni mchangamfu kweli kweli. Beni akawa ameshangazwa baada ya kusikia kwamba huyu mtoto anaitwa Fea, kwa sababu hilo jina aliwahi kulipendekeza Alia zamani. Basi wakawa wamepata nafasi ya kuzungumza mtoto pamoja na huyu bwana mkubwa. Mtoto akamkumbuka Beni, akamwambia kwamba ni kama nimewahi kukuona mahali. Beni akasema kweli, tulionana jana. Mtoto anajua vyakula vyote vinavyopikwa hapa, mpaka Beni mwenyewe anashangaa huyu mtoto mbona ana akili nzuri hivi. Mtoto akawa amesema kwamba anapenda sana kupika. Beni akawa amemuuliza Fea kuhusiana na baba yake yuko wapi. Fea akasema kwamba hamjui baba yake ni nani. Beni pia akawa amemwambia tu huyu mtoto hata yeye pia anamiliki mgahawa. Sasa hii damu imepatana kabisa. Yani Beni pamoja na huyu mtoto wanapiga stori kama watu ambao wamejuana zamani. Mara bibi yake Fea akawa amefika hapo, akakasirika sana baada ya kumuona Beni kafika hapo. Hakutaka hata salamu, akamfukuza akamwambia kwamba usirudi tena hapa. Beni ikabidi kuondoka tu. Bibi yake Fei akawa amemjulisha Alia kwamba Beni alifika hapa kwenye mgahawa. Alia akakumbuka tena siku za nyuma alipokuwa na wasiwasi mkubwa sana baada ya kuwa amepewa mwaliko wa kwenda kuonana na familia ya Beni. Ingawa familia ya Beni walimpokea vizuri sana, isipokuwa tu mama yake
Beni ambaye hakumpa ushirikiano wa moja kwa moja. Alikuwa anajua kabisa utofauti wa dini kati ya hawa watoto. Baada ya tukio hilo, Alia alimweleza Beni kwamba anajisikia mgeni sana kutokana na tofauti zao za dini. Kadiri walivyozidi kuendelea kuwa pamoja, Alia alianza kuwa na mawazo mengi sana kuhusiana na mustakabali wa uhusiano wao. Swali ambalo lilikuwa mbele yao lilikuwa ni moja tu: ni nani angeweza kubadilisha dini, na je, maisha yao ya baadaye yatakuwaje? Hata hivyo, Beni aliendelea kumfariji binti, akimhakikishia kwamba kila kitu kitakuwa sawa, wapeane muda tu. Aliyekuwa akizungumza naye mara nyingi katika familia ya kina Beni ni baba yake Beni, na ndiyo sababu binti alifika katika mazishi ya yule mzee. Uhusiano wao uliendelea mpaka siku moja ambapo mama yake Alia alimshauri kwa msisitizo binti yake kwamba ayavunje hayo mahusiano kabla hajafika mbali zaidi. Kwa nini? Ni kwa sababu ya tofauti zilizopo kati yao kiimani. Alia alihuzunika sana kwa sababu alikuwa anampenda sana Beni na alikuwa anamhitaji katika maisha yake, lakini mama yake hakutaka kabisa kusikia jambo hilo. Kweli binti, kwa sababu ya ushauri wa mama yake na maneno mengi sana na mapenzi kwa Beni, akaamua kumwacha kabisa Beni. Akamwambia kwamba wanapaswa kuachana kwa sababu hakuna suluhisho la matatizo yao kwa sababu ya tofauti za dini kati yao. Akasema wazi kwamba mama yake amesisitiza kwamba mtu pekee ambaye anatakiwa kubadilisha dini ni Beni na sio mwanaye, jambo ambalo Beni hakulikubali tena, na yeye hakutaka kabisa kubadili dini kwa sababu ya kuoa. Sasa turudi katika wakati wa sasa. Binti Alia aliamua kwenda moja kwa moja kuonana na Beni. Kwa nini? Ni kwa sababu Beni ameonekana kwenye mgahawa wao kule nyumbani, hatakiwi sana kujirudisha katika maisha yao. Akamwambia kwamba mimi na wewe tumekwisha kuachana, hatuna mahusiano kabisa baina ya mimi na wewe, na unatakiwa kujua kwamba nilikuja katika mazishi ya baba yako ni kwa sababu ya heshima tu na sio kitu kingine. Sasa hawa watu unawaona hivi wanazungumza leo, ni miaka 7 tangu mahusiano yao yavunjike. Binti akasema kwamba baada ya kuwa machana na Beni aligundua kwamba alikuwa ni mjamzito na mimba hiyo ilikuwa ni mimba ya Beni. Alia akamwomba mama yake msamaha sana kwa machozi kwa sababu amemtia doa. Mama yake baada ya kutoka hapo akaenda moja kwa moja katika familia ya kina Beni ili kwenda kuzungumza na familia yake, akimtaka Beni kwamba awajibike kwa mtoto huyo. Hata hivyo, mama yake Beni akasema kwamba Beni kwa sasa hayupo nchini, tayari amekwisha kuondoka, yuko Ufaransa. Basi mama Alia akaamua kufanya maamuzi mazito, akamtaka Alia asiwasiliane tena na Beni kwa namna ya aina yoyote. Wao watamlea mtoto, hawashindwi kumlea mtoto. Wakiwa wamevunjika moyo, Alia na mama yake waliamua kumlea huyo mtoto wao wenyewe. Sasa hii hadithi Beni hakuwa anajua kabisa, ndo kwanza leo kaisikia. Hili jambo lilikuwa limemshangaza sana Beni. Mbona hamjawahi kuniuliza? Hakuna mtu yoyote ambaye aliwahi kuniambia hili jambo. Alia akamwambia kwamba nenda kamuulize mama yako. Kweli bana, Beni akiwa na mama yake yuko kanisani, kamaliza tu ibada akamuuliza mama yake hapo hapo, akamwambia kwamba nilionana na Alia na nimegundua kwamba Alia ana mtoto na mtoto yule ni mtoto wangu, yani Fea ni mtoto wangu wa damu. Akamuuliza kwa nini ulinificha siri kubwa kama hii? Mama yake akajaribu kujitetea, akasema kwamba alikuwa anafikiria kuhusiana na masuala ya dini na wajibu wake kama mtoto wa kiume mbele ya Mungu. Beni akauliza kwa nini alificha hili jambo. Beni akakasirishwa sana na maamuzi ya mama yake, akamwambia kwamba Mungu hafundishi watu kusema uongo. Upande wa familia ya Alia, mama yake Alia baada ya kuona sasa hili sekeseke la Beni kujirudisha katika maisha yao, akaamua kabisa atakuwa anaenda kumchukua mtoto shuleni na kumpeleka shuleni. Anaogopa kabisa Beni anaweza kwenda kumchukua ule mtoto kwa nguvu, kwa sababu Beni familia yake ni watu wenye uwezo mkubwa sana wa kifedha. Kweli bana, shuleni Beni akawa anajitahidi sana kumfuatilia mtoto Fea. Siku ya kwanza kujitokeza, akampelekea chakula, akajitambulisha yeye kwamba ni mjomba wake Fea. Akalazimika kusubiri kwa sababu mtoto bado alikuwa anasoma mpaka mapumziko. Akiwa nje anasubiri, mara bibi yake Fea akafika hapo. Beni kabidi kujificha. Siku hiyo hakupata nafasi kabisa ya kuonana na mtoto. Beni akaendelea kuja shuleni hapa kila siku akiwa na vyakula mbalimbali. Mwanzoni Fea aliogopa kabisa kula chakula kutoka kwa mtu ambaye hamjui, lakini baadaye alivyokionja tu hichi chakula akawa amekipenda sana binti, na akawa amegundua kwamba Beni ni mpishi mzuri mno. Taratibu urafiki wao ukazidi kukua. Fea akaanza kumzoea Beni na Beni akaendelea kumjua zaidi huyu mtoto, na alikuwa anamhamasisha kwamba binti asimwambie bibi yake. Siku moja bibi yake Fea akawa amefika hapo shuleni, akamkuta Beni anakula chakula pamoja na Fea. Akamkemea sana, akamchukua Fea kwa nguvu, akimkataza kabisa kuto kuonana na Beni tena. Beni akasema kwamba lakini mimi ni baba yake, ninayo haki ya kumuona binti yangu. Bibi
bibi akagoma kabisa hilo jambo. Sasa siku hiyo nyumbani, mama Alia akawa na hasira sana, akamweleza Alia Beni amekuwa akimtembelea Fea shuleni mara kwa mara, ana hofu kwamba Beni anaweza kudai haki ya kumlea mtoto wake, akahisi kabisa anaweza kumchukua wakati wowote. Hivyo mwanamama huyu akawa amepanga mawazo mengine ya kumhamisha mjukuu shule nyingine. Sasa wakati wanazungumza, kumbe Fea akaamka, kawasikia kila kitu, akamuita mama yake, mbona kama mnagombana? Akamuuliza kweli Beni ni babangu, na kama ni babangu mbona sitakiwi kwenda kumuona? Alia akakosa majibu, akamkumbatia tu binti ili amfariji. Siku iliyofuata Beni akaenda kwenye mgahawa wa bibi yake Fea. Wafanyakazi wakamzuia kwa sababu wamepewa maagizo, hawapaswi kabisa kumwacha Beni aingie ndani hapa. Jamaa kwa ametoa pesa kidogo ili tu apate nafasi ya kuzungumza na mtoto wake. Pesa bana inaongea, wakawa wamempa nafasi, ila sasa wao wakaamua kwenda kumwangalia bibi yake Fea kwa sababu walikuwa na swali. Akimaliza tu wamshtue mshikaji kwamba ni muda wa kuondoka, hatakiwi kabisa kukutwa hapo. Beni kafika hapa, anamuuliza Fea, unaumwa? Kwa sababu alianzia shuleni akaambiwa mtoto anaumwa. Mtoto akasema kwamba mimi siumwi, lakini bibi kanizuia kwenda shuleni, anataka anihamishe shule. Fea akawa amemuuliza Beni kama kweli yeye ni baba yake, mbona aliwaacha akaamua kwenda mbali? Mtoto akaanza na kulia. Beni akaumia sana kusikia maneno haya, akaahidi kwamba atazungumza na familia yake, hana shida aina yoyote. Sasa wafanyakazi wa huo mgahawa wanamwambia kwamba bado dakika 2 uondoke hapo, bibi yake anaweza kuja hapo muda wote. Mara wakaja kumshtua, wakamwambia kwamba sikia, ondoka hapa, kamaliza kuswali, anaweza kukuta hapa. Mtoto mwenyewe analia Beni asiondoke hapa, bado anamuhitaji. Bibi baada ya kufika hapo akauliza Fea yuko wapi? Fea yuko nje, alikuwa analia. Akamuuliza unalilia nini? Lakini mtoto hakusema kabisa kwa sababu anajua bibi yake hampendi Beni. Sasa Beni baada ya kutoka hapo akaenda moja kwa moja kumuona Alia, akaenda kumhamasisha kwamba asimhamishe mtoto shuleni, akaomba yeye afanye majukumu kama baba. Sasa mpenzi mpya wa Alia akawa amefika hapo kujaribu kuwatuliza baada ya kujua kwamba Beni ni baba yake Fea. Beni siku hiyo hakuweza kabisa kupata usingizi wa aina yoyote, ana mawazo mengi sana kuhusiana na binti yake. Akiwa hapo akapigiwa simu kutoka Ufaransa, anaambiwa kwamba anahitajika kurudi mara moja kwa sababu mgahawa wake una shughuli nyingi sana, shughuli nyingi za pale pale na mambo ya kisheria anatakiwa kwenda kuyatatua. Jamaa akawa ameahidi kwamba atalifanyia kazi jambo hilo na atarudi Ufaransa. Siku iliyofuata Alia akiwa kazini akapigiwa simu na mama yake, akamjuza kwamba mtoto ametoweka tu. Alia mara moja kwa amempigia simu Beni, akamuuliza kama mtoto yuko huko. Jamaa akasema kwamba mtoto hajafika hapa, ngoja nikamwangalia. Akiwa ndani ya gari, mfanyikazi wa mama yake Alia anaitwa Vania akawa amefika hapo, amemleta Fea. Mtoto mwenyewe ndiye alihitaji kuja kumuona Beni. Beni akawa amemjuza Alia kwamba mtoto yuko huku. Kweli Alia akawa amefika hapo na mpenzi wake. Wakamuuliza Vania kwamba kwa nini umemtoa mtoto kule na kumleta huku? Vania akasema kwamba Fea ndiye ameniambia mimi nimlete huku, aliniahidi hata umwambie mtu yoyote. Sasa Alia akaanza kumshutumu Beni, lakini sasa mtoto Fea akaamua kuingilia kumkingia kifua Beni, akasema kwamba yeye ndiye aliyehitaji kuletwa hapa. Akasema amemkumbuka sana Beni. Pia akawa amelalamika kwamba amechoka kukaa nyumbani, hahitaji hata kuhamishwa shule kwa sababu ndo mpango wa hii familia kumhamisha huyu mtoto kwenye ile shule. Mtoto akaanza kulia, anamhitaji mama yake amruhusu abaki na Beni ili ajifunze kupika. Akasema kwamba bibi aliniambia kwamba Beni ni mtu mbaya, na kama Beni ni mtu mbaya na ni baba yangu, basi baba na mama hawapaswi kugombana. Akamwambia mama yake pamoja na huyu bwana mkubwa Beni waombane msamaha, wamalize tofauti zao. Basi mtoto kwa amewalazimisha wafanye jambo hilo, na akasema kwamba kama hawatafanya hivyo yeye hawezi kabisa kurudi nyumbani. Wazazi ikabidi kuombana msamaha tu, wakaapa na kuapa hawatagombana tena. Mtoto akawakumbatanisha hapa, kisha akamwambia kwamba na Fadili amuombe msamaha Beni na Beni amuombe msamaha Fadili. Mtoto akawaunganisha kwa pamoja, kisha akaomba kujifunza kupika pamoja na Beni. Mama akasema kwamba ni muda wa kuswali, tuondoke. Beni akasema kwamba ana chumba maalum kwa ajili ya dua, wanaweza wakafanya hilo jambo wakiwa hapa hapa. Kweli wakaswali wakiwa hapa. Baada ya hapo Fadili akabidi kumrudisha Alia nyumbani. Alia akajisikia vibaya sana kwa sababu mpenzi wake mpya huyu ameingia katika changamoto ambayo imezalishwa na mambo yake ya zamani. Fadili alikuwa ni mwanaume mwelewa sana, akaonesha kuelewa, akasema kwamba najua haya yote yamefanywa kwa sababu ya mtoto Fea. Mtoto anamhitaji babake wa kweli, akamtaka binti kama kweli anaamua kumpeleka mtoto kwa baba yake, basi ahakikishe anazingatia mipaka yake. Walipoingia ndani, bibi yake Fea akawa amefoka sana, ila wakumueleza kabisa kama mtoto alienda kwa Beni. Alia akawa amemtaka mama yake kwamba mtoto asihamishwe shule kwa sababu Beni amesharudi Ufaransa, hivyo mtoto yuko huru kuendelea kusoma katika ile shule. Mama kusikia hivyo akawa amekubali hilo jambo, mtoto aendelee kusoma pale pale. Usiku wa manane, Beni akawa amempigia Alia simu wazungumze kuhusiana na Fea, jinsi watakavyoendelea kushirikiana kwa ajili ya mtoto wao. Sasa hapa ikabidi wakubaliane
kwa ajili ya mtoto. Alia pia akamweleza kwamba alimdanganya mama yake kwamba Beni tayari amekwisha kurudi Ufaransa, hivyo mtoto ataendelea kusoma katika ile shule. Beni akawa anatumia muda mwingi sana na binti yake pamoja na mama yake kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa mtoto. Kweli mtoto alikuwa anapenda sana kupika, hivyo Beni alitumia nafasi nzuri sana kumfundisha huyo mtoto mapishi, na mtoto alifurahi sana kumuona baba pamoja na mama yake wakiwa wanashirikiana. Lakini siku moja mama yake Beni akawafuma wakiwa wanakula chakula ambacho kimepikwa na mtoto Fea. Beni akawa amemtambulisha mtoto wake kwa mama yake, na mtoto alimpokea vizuri sana huyo bibi yake mwingine. Kwa sababu ya wasiwasi, Alia akaamua kuaga hapo ili kuondoka na mtoto wake. Kweli mtoto akawa maagana na baba yake. Beni akampelekea mama yake chakula ambacho kimepikwa na mjukuu wake pamoja na barua ambayo mtoto yule aliacha kwa ajili ya huyu mwanamama. Mama yake Beni baada ya kuonja chakula hicho alifurahi sana. Baada ya kuona haya mambo yote, moyo wake uliingiwa na hatia kubwa sana kwa amemuomba msamaha mtoto wake kwa yale yaliyotokea huko nyuma, kwa kuficha ukweli kwa miaka mingi na kutokumpa nafasi kuwa kama baba kwa mtoto wake. Akamwambia kwamba anayo baraka ambayo yeye kwa sasa anaamua kumpa. Kama anaamua kufanya jambo ambalo ni jema katika maisha yake, kwa mustakabali wa maisha yake, basi afanye hivyo. Siku iliyofuata Beni akamtumia Alia zawadi zenye sare ya mapishi kwa ajili ya mtoto Fea. Fadhili baada ya kuona hili aliona kabisa Alia ni kana kwamba ameanza kuwa karibu sana na Beni, na yeye alimwambia kwamba zingatia mipaka. Anajua kabisa Beni na Alia walikuwa ni mtu na mpenzi wake, wasije wakaanza kupasha viporo. Alia akajitetea kwamba ameyafanya haya yote kwa ajili ya mtoto wake. Fadhili akamkumbusha kwamba hata yeye pia anazo hisia na yeye ana moyo wa nyama, sio wa chuma, anaumia. Binti akawa amemuomba mpenzi wake Fadhili mtoko mwisho wa wiki. Fadhili akawa amekubali. Sasa upande wa nyumba Alia baada ya kuingia ndani akamkuta mtoto wake alikuwa anazungumza na Beni kwa siri kwa video call. Mtoto kajificha, hataki kabisa bibi yake agundue hilo jambo. Mtoto akawa amemsihi mama yake kwamba amruhusu kukutana na Beni tena ili aendelee kujifunza, awe mzuri sana, ili katika maonyesho ya vipaji shuleni auwe kinoma. Ingawa mwanzoni Alia alikataa kwa sababu tayari amekwisha kupanga mtoko na Fadhili. Baada ya kuhamasishwa sana na mtoto wake, akawa amekanseli swala la yeye kukutana na Fadhili mwisho wa wiki, na akaamua kuungana na mtoto wake kwenda kwa Beni. Akawa amempigia simu mpenzi wake na akawa amemwambia kwamba ataenda kumuona rafiki yake mgonjwa kalazwa hospitalini. Kweli siku iliyofuata Alia akampeleka mtoto kwa Beni. Wakiwa jikoni wanapika, binti anapigiwa simu na mpenzi wake lakini hapokei. Meseji ya jibu. Mshikaji anamuuliza uko wapi? Hospitali gani umeenda ili nikufate? Maana nipo free. Lakini binti hakujibu chochote. Beni akawa amemuuliza Alia ugumu aliopitia kumlea mtoto akiwa peke yake kwa miaka 7. Alia akasema kwamba haikuwa rahisi na alipata msaada mkubwa sana kutoka kwa mama yake. Beni akawa amemuuliza, je, bado kuna nafasi mimi na wewe kurudiana ili tujenge familia yetu kwa upendo mkubwa, tuanze upya? Sasa kabla binti hajajibu, Fea akawa amewaita waangalie chakula alichokipika. Basi wakawa wamemsifu tu mtoto. Fea akasema kwamba anafurahi sana kwa sababu kwa sasa anawaona mama yake pamoja na baba yake wakiwa pamoja. Wakiwa hapo, Beni akawa amepigiwa simu kutoka Ufaransa tena, wanamwambia kwamba anatakiwa kurudi kule aende kushughulikia kila kitu kuwa sawa. Beni akajibu tu atarudi hivi karibuni. Usiku huo Beni akamrudisha Alia pamoja na mtoto nyumbani. Alia akampigia simu Fadhili mpenzi wake, akamdanganya kwamba simu yake ilikuwa imezimika, lakini asijali, kwa sasa tayari amekwisha kurudi nyumbani. Mtoto Fea muda huo alikuwa amelala. Sasa Beni pamoja na Alia wakapata muda wa kuzungumza. Beni akawa amemuuliza tena Alia, haukunijibu kuhusiana na jambo langu, je, tunayo nafasi ya kuanza maisha mapya? Alia akasema kwamba unajua kabisa kwa sasa nina mahusiano mengine na Fadhili. Sasa walivyokuwa wamegeukiana hivi hata mwenyewe unashtuka. Mtoto kalala, walikuwa namtazama tu, mara Fadhili kwa amefika hapo. Jamaa akajua kabisa binti alidanganya. Kwa nini? Ni kwa sababu muda mfupi tu ambapo binti Alia alikuwa anampigia Fadhili kumwambia kwamba yuko tayari nyumbani muda mrefu, kumbe jamaa alikuwa kwenye huu mgahawa na alimsikia binti akiwa anazungumza na anamuona kwenye gari. Pakatokea mabishano kidogo. Beni akamwambia kwamba mtoto amelala, nendeni mkabishanie ndani. Alo, Fadhili akamjaza nzito, unaingilia vitu vya wakubwa. Purukushani zikatokea. Beni hakuhitaji kabisa kumpiga jamaa, lakini mshikaji alikuwa serious na hili jambo. Sasa kwenye makelele hayo watu wakaanza kujaa hapa, na sio watu tu, mpaka mama yake Alia akawa amefika hapo. Mama yake Alia akamuona Beni yuko hapo na mtoto wake alikuwa amemwambia kwamba Beni yuko Ufaransa. Mama yake Alia akamchukua mjukuu wake na akawa ameingia ndani. Hakutaka shida na mtu yoyote, shida anayo yeye mwenyewe moyoni. Siku hiyo imeharibika kabisa kwa Beni, lakini ngoma ngumu iko kwa Alia. Atasemaje mbele ya mama yake? Mama akasema kwamba nikupe nini?
mbona mimi nimekuombea mema, ulinzi, afya na neema, unataka nini? Binti akasema kwamba lakini hata mimi ni mama. Je, siruhusiwi kuwa na hisia kwa mwanangu kama mama? Je, ni nani anayefaa kufanya maamuzi kwa mtoto wangu? Ninafanya haya kama jinsi ambavyo wewe unafanya kwangu. Wewe ni mama yangu na Fea ni mwanangu, na mimi ninafanya kwa ajili ya mwanangu. Akasema kwamba hawezi kabisa kuzuia hisia za mtoto wake kwa baba yake. Mtoto anamhitaji baba yake, hawezi kabisa kulifumbia macho jambo hilo, kwa sababu hata mtoto kwa sasa anamfahamu baba yake. Yote anayoyafanya ni kwa ajili ya mtoto wake. Mama yake akasema kwamba kivyo vyote vile utakavyotaka, kazima nataka ingia ndani. Asubuhi iliyofuata mama yake Alia aliporudi kutoka sokoni akamkuta Beni huko hapa ndani. Akamuuliza, unafuata nini hapa? Ondoka hapa. Beni akaamua kusema ukweli kwamba nimekuja kuomba radhi kwa sababu ninajua nilikosea. Akaeleza kwa unyenyekevu mkubwa sana nia yake ni kutimiza wajibu kama baba kwa Fea. Akasema kwamba hakuwahi kabisa kujua kuanzia ujauzito wa Alia mpaka mtoto amekuja kufikisha miaka 7 hakuna mtu yoyote ambaye amewahi kumwambia hili jambo, na kama angejua asingeondoka kamwe. Akasema kwamba mama, najua nimechelewa, lakini bado ninahitaji kupata nafasi kwa binti yangu. Sasa muda huu wanazungumza, Alia alikuwa hapa kajibanza anasikiliza kila kitu. Maneno ya Beni yalimgusa sana huyu binti. Mama yake Alia akawa amekataa kabisa, akasema kwamba hauwezi kuingia kwenye maisha yetu. Alia ataolewa siku sio nyingi, umekwisha kuchelewa Beni. Tumekuwa salama kwa muda mrefu sana kabla ya wewe kuingia katika maisha yetu tena kwa mara nyingine. Beni baada ya kutoka hapo akaenda kutafakari haya maneno akiwa kanisani. Kapeleka hoja zake kwa Mwenyezi Mungu. Anawaza maneno ya mama yake Alia. Alia huko nyuma aliwahi kumwambia kwamba anamuona kama mtu mwenye uwezo wa kitoto, na akamwambia kwamba ili uwe mwanaume na uwe mme kwa Alia ni lazima ubadili dini. Huo ndio msimamo wa mama mkwe. Kama mwanaume akaanza kuwaza atakuwa baba wa aina gani kwa binti yake, na kama ataamua kwenda mbali tena na mtoto wake, je, hisia za mtoto wake zitakuwaje kwa upande wake? Beni aliomba sana hekima kwa Mwenyezi Mungu ili ajue nini cha kufanya. Usiku huo Beni na Alia wakakutana tena kwa siri. Hili eneo waliwahi kukutana kama wapenzi huko nyuma. Wanawaza ni kosa gani ambalo wao waliwahi kulifanya. Beni akasema kwamba hatamani kabisa hili jambo lipite tu, muhimu yeye ni kuwa baba mzuri na baba sahihi kwa mtoto wake. Lakini akakiri wazi kwamba yeye hawezi kabisa kubadili dini kwa sababu ya kuoa, japo alisisitiza kwamba anatamani sana kuwa baba bora kwa mtoto wake. Alia akasimulia safari yake ilivyokuwa ngumu huko nyuma, kumlea mtoto akiwa peke yake tangu akiwa mtoto mchanga. Alisema kwamba kila akimtazama mtoto alikuwa anamkumbuka Beni. Kadiri miaka ilivyozidi kwenda, alijifunza kukubali ukweli na kuendelea kuishi maisha yake. Kwa miaka mingi akawa amepata bwana mkubwa mwingine. Fadhili akawa ameingia katika maisha yake na kumletea upendo mpya kwa yeye pamoja na mtoto wake Fea. Binti anasema kwamba baada ya wewe kurudi tena katika maisha ya mtoto wangu nilijihisi amani, lakini nilikuwa na mashaka sana. Hata mkufu ulionipatia kama zawadi nilimpatia mtoto kwa sababu ni mali ya baba yake. Kila mmoja akawa amemshukuru mwenzake kuwepo katika maisha yake, ila binti akawa amemwomba Beni kabla hajaondoka ahudhurie mashindano ya binti yake ili binti afurahi sana siku hiyo. Mwisho wa mazungumzo haya Beni na Alia wakakubaliana kwamba hawawezi tena kurudiana na kuishi kama wapenzi, lakini wanaweza kushirikiana kama wazazi bora kwa ajili ya mtoto wao. Alia alipotoka hapo akaenda moja kwa moja kwa mpenzi wake Fadhili na kumwomba msamaha. Akakiri kwamba alikuwa amezidiwa na furaha baada ya kumuona mtoto wake akiwa amepata nafasi ya kuwa karibu na baba yake tena. Akamweleza wazi kwamba hana hisia za kimapenzi na Beni na moyo wake uko kwa Fadhili tu. Huyu ndio mtu ambaye anatimiza matamanio yake na anahitaji awe mume wake, hakuna mtu mwingine, hakuna mkate mgumu kwa chai. Fadhili alisamehe na akamwomba tu mpenzi wake asirudie kabisa kumdanganya, ni vyema awe muwazi tu. Shuleni siku ya maonyesho ya vipaji iko imefika. Fea akapanda jukwani kuonyesha kipaji chake cha kupika akiwa amesindikizwa na baba yake mzazi. Binti aliandaa chakula. Chakula hiki kimehamasishwa na mapishi ya bibi yake ambaye ndiye aliyekuwa chanzo na msukumo mkubwa sana wa mtoto kupenda kupika na kujifunza kupika. Kwenye shughuli hii watu wote wamehudhuria mpaka mama yake Beni. Baada ya kupika, mtoto akampelekea bibi yake ili aonje chakula hicho. Akamwambia kwamba ninajua kupika kama wewe kwa sasa. Bibi baada ya kuonja chakula hicho alifurahi sana baada ya kuona mjukuu wake ameendelea kukua katika maadili na ana kipaji na ana akili nyingi za kutosha, na baba yake yuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha furaha ya binti yake inaendelea kudumu. Ikawa ni furaha sana siku hiyo. Beni akawa amepokea tena simu kutoka Ufaransa, watu wanamtaka kurudi kule, hali ni mbaya. Sasa mtoto akamwona Beni kama kakosa raha, ikabidi kwenda kumfuata kumuuliza kuna nini.
Beni akamweleza Fea kwamba analazimika kusafiri tena kwenda mbali na taifa hili. Akaahidi kwamba atarudi. Mtoto ikabidi kumuuliza, utarudi lini? Utarudi kabla ya Idi ama Krismasi? Mzee akasema kwamba pengine ni kabla ya Krismasi. Baada ya shughuli kukamilika, mama yake Beni akaaga na Beni akamwaga mtoto wake. Fea alilia kwa uchungu mkubwa, hakutamani kabisa kumwacha baba yake tena, yani waachane tena hapa. Baba akaomba radhi na akamuomba binti yake aendelee kuwa binti mzuri. Kisha Beni huyo akawa ameondoka hapo, kila mmoja akiendelea na shughuli zake na majukumu yake kama kawaida. Ali akawa amemshukuru sana mpenzi wake Fadhili kwa uvumilivu wake mkubwa sana na maisha yaendelee. Siku iliyofuata Beni akiwa tayari kwa ajili ya safari yake ya kwenda Ufaransa, anaangalia video za kumbukumbu ya Fea. Hili jambo linamtia sana simanzi kumuona kwamba analazimika kumwacha tena binti yake nyumbani. Fea baada ya ibada akamwambia mama yake kwamba kwa sasa anaweza kumwombea mama pamoja na baba yake kwa pamoja, na maombi yake anaamini atafika kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu kwa sasa anamjua baba yake wa ukweli ni nani. Alia akamfariji asihuzunike sana kwa sababu Beni atarudi wakati wa likizo. Siku iliyofuata mgawani, Fea akashangaa baada ya kumwona Beni yuko hapa. Kwa furaha akamuuliza, mbona hujaondoka? Baba akasema kwamba nimeamua kubaki Indonesia ili niwe karibu na familia yangu, ili niwe karibu na binti yangu na nishiriki kikamilifu katika maisha yake. Bibi yake Fea kwa sasa hana shida kabisa na Beni baada ya kuona nini kilicho mbele yake. Anafurahi kumwona baba pamoja na mtoto wakiwa katika furaha kubwa sana kwa pamoja. Beni kwa sasa yuko huru sana na mtoto wake. Mtoto amekuwa kiunganishi mkubwa sana katika hizi familia zote mbili. Binti Alia, mpango wa kuolewa na Fadhili ulikuwa pale pale, haukuishia hapo. Maisha lazima endelee. Filamu hii inatukumbusha kwamba wajibu kama wazazi kwa watoto, mnatakiwa kujali hisia za mtoto. Ni jambo jema sana kuzingatia kuliko kuzingatia hisia zenu tu kama wazazi. Tunafaa kuthamini umuhimu wa watoto kupata upendo kutoka kwa wazazi wote wawili kama wako hai. Subscribe, like, comment. Karibu.